Karibu Tuzo Online. Mawasiliano ya Young Africans akiwa ametoka kunako shirikisho la mpira wa miguu TFF baada ya kusikiliza shauri lake ambalo naam anakuja hapo mwakilishi wetu anaitwa Chaz, tutazungumza naye. Tutachukua maelezo. Lakini kutoka kwako kidogo sasa hiyo, lakini hapo sio kidogo. Mimi nataka kusikia ni kwamba tarehe 8 Wanayanga watakiwa wakae ticket kwa wingi, tuje kwa wingi Benjamin Mkapa, kwa sababu focus ya klabu yetu ni kwenda kushinda huo mchezo, na hatuwezi kushinda kama tutawaachia wachezaji peke yao. Ni mechi kubwa, mechi ambayo inatuhitaji Yanga Afrika pamoja kama taasisi, tusimame pamoja kwa kuungana, tukaipambanie klabu yetu, pambanie pointi 3. Ni mechi ngumu, mechi nzito, mechi yenye thamani na hadhi kubwa, lakini naamini inshallah kwa umoja wetu kama taasisi tutafanikiwa inshallah. Uzito unamaanisha kwenye eneo la promotion hapa. Mechi hii ya Kariakoo Derby ni mechi kubwa sana ndugu yangu. Mechi ambayo sasa hivi ninapozungumza na wewe, wako watu kutoka mataifa mbalimbali wanakuja hapa Tanzania kwa ajili ya kuishuhudia Kariakoo Derby. Kwa tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa, derby hii inashika nafasi ya 4 au ya 3 kwa ukubwa na ubora barani Afrika. Maana yake ni mechi ambayo inajiuza barani Afrika. Sisi kama klabu ya Young Africa, focus yetu ya kwanza ni kupambana kupata pointi 3. Ndio focus ya taasisi iko hapo. Tuna imani kubwa kwamba Watanzania na mashabiki wetu hususan wa Yanga wanapenda mpira na wanaipenda klabu yao, na wanajua umuhimu wa kuja Benjamin Mkapa siku ya tarehe 8 kuja kuisupport timu yao. Basi hivyo itakuwa jukumu lao, na jukumu la viongozi ni kwenda kupambana kuiandaa timu ije fresh, Benjamin Mkapa ipambane, tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo kila sehemu itaplay part yake. Wanachama wetu tushaongea nao kwenye matawi, wanafanya hamasa kubwa. Tumeona watu kutoka Mwanza, kutoka Morogoro, Arusha wanakuja Dar es Salaam, na hawa Dar es Salaam ni uhimize tu wawahi ticket mapema, kwa sababu the more unachelewa unajiingiza kwenye hatari either ya kulanguliwa, kununua ticket kwa gharama ambayo haijatangazwa, lakini la pili ni either unajiweka kwenye mtego wa kuuziwa ticket fake. Kwa hiyo kesho kiamka, toka na kadi yako ya N-card, tembelea vituo vilivyovitangaza, na Alhamisi kwa mujibu wa ratiba ambayo nimeiona ofisini patakuwa na magari ambayo yanapita mtaani kwa ajili ya kuuza ticket. Nunua tiketi yako mapema ili uje upate burudani ya Kariakoo Derby inshallah. Kwa kumalizia mmemaliza. Sasa unaona hayo sasa ya kamati, yule bwana mwenye suti hapa ndio mtu sahihi wa kuzungumza naye. Mimi yangu nishazungumza ya derby, au una lingine kaka? Asante. Pesa nyingi sana mwalimu. Asante kaka. Mmesikiliza shauri ama jambo ambalo limefanya Alikamu aitwe kwenye kamati ya maadili. Ndio. Watanzania wanatamani kufahamu hasa ni nini ambacho Ali alikosea pa kamati ya maadili kumuita chini? Ukisema alikosea maana yake umesha conclude kwamba amekutwa na kosa. Ni sema anashitakiwa na nini au anatuhumiwa na nini. Kwa hiyo kuweka rekodi sawa ni kwamba tuhuma ni kuhusu posti ambayo aliweka, ambayo katika kama mdau wa mpira alikuwa akifafanua kuhusu baadhi ya timu kuwa zinapata labda kuna controversies zinatokea wakati wa mechi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akawa anaiomba mamlaka hii toe jicho kidogo kwenye hayo mambo ili kuboresha mpira wetu na kufanya uwe mzuri. Maamuzi yamefikiwaje? Maamuzi bado tumesikiliza shauri, na kwa kuwa tumemaliza kusikiliza shauri, na kwa hiyo maamuzi ni on notice. Tukisema on notice maana yake ni kwamba watatuita na kutuambia kwamba maamuzi yako tayari, tuje kwa ajili ya maamuzi. Kulikuwa kuna hofu pia kwa mitandao ya kijamii huenda jambo hili kasababisha labda media habari na mawasiliano ya Young Africans kufungiwa kwa muda fulani au kupigwa faini kwa namna moja au nyingine. Ni kipi ambacho hasa kipo mbeleni na wewe umekiona na wana michezo labda wakitarajia? Ukisema kwamba mitazamo hiyo ni mitazamo, na kila kitu kiko kwa mujibu wa sheria, na hakuna kosa ambalo halijaelezewa kisheria kwamba lina adhabu gani, na kwa hiyo ni swala la wao kuangalia kwa watakavyokuwa wameona sasa ni sheria gani itumike, na kama ni adhabu wampe adhabu kutokana na sheria gani. Kwa hiyo siwezi kusema direct kwamba
ni adhabu gani atapewa, au kama, kwa sababu pia siwezi kusema kwamba atapewa adhabu, huenda pia kaonekana hajafanya kosa. Yes. Kwa mashabiki wa Yanga wasiwe na hofu juu ya uhai wa msemaji wao kwenye kazi yake. Wa relax, waendelee na maandalizi ya tarehe 8 na inshallah tutafanya vizuri. Kwa kweli nalo limeshafika mwisho kwa leo. Inshallah tutaangalia siku itakapoambiwa, basi tutajua. Wawe tu patient, wawe wavumilivu, tutaona tutakapopata majibu kutoka kwa kamati. Shukrani. Kwa namna ambavyo shauri limekwenda, kwa upande wenu nyinyi kama walalamikiwa, mmekwendaje na matumaini yenu baada ya kumaliza ile shauri, kutoa ushahidi na vitu vingine, matumaini yenu yakoje? Haturuhusiwi sana kusema kuhusu matumaini, kwa sababu sisi ni wadau wa sheria. Unapokuwa mdau wa sheria kwenye kamati au kama ni mahakama za kawaida, utakiwa kutoa predictions zako na utakuwa unaipreempt kamati, na inakuwa ni kosa pia kufanya hivyo. Kwa hiyo sio vizuri nikaipreempt kamati alafu tukaja tukapata matatizo mengine. Lakini namna ambavyo shauri limekwenda vipi, mmepewa haki zote za kwenda kujidefend? Naweza kusema limeendeshwa kwa haki kabisa, kila kitu kimefuatwa, procedure zote zimefuatwa, na hatuna hofu kwamba labda tunaweza tukaonewa ama nini. Kwa hiyo tuko tu na amani. Tuna amani. Ni adhabu gani atapewa, au kama, kwa sababu pia siwezi kusema kwamba atapewa adhabu, huenda pia kaonekana hajafanya kosa. Yes. Kwa mashabiki wa Yanga wasiwe na hofu juu ya uhai wa msemaji wao kwenye kazi yake. Wa relax, waendelee na maandalizi ya tarehe 8 na inshallah tutafanya vizuri. Kwa kweli nalo limeshafika mwisho kwa leo. Inshallah tutaangalia siku itakapoambiwa, basi tutajua. Wawe tu patient, wawe wavumilivu, tutaona tutakapopata majibu kutoka kwa kamati. Shukrani. Kwa namna ambavyo shauri limekwenda, kwa upande wenu nyinyi kama walalamikiwa, mmekwendaje na matumaini yenu baada ya kumaliza ile shauri, kutoa ushahidi na vitu vingine, matumaini yenu yakoje? Haturuhusiwi sana kusema kuhusu matumaini, kwa sababu sisi ni wadau wa sheria. Unapokuwa mdau wa sheria kwenye kamati au kama ni mahakama za kawaida, utakiwa kutoa predictions zako na utakuwa unaipreempt kamati, na inakuwa ni kosa pia kufanya hivyo. Kwa hiyo sio vizuri nikaipreempt kamati alafu tukaja tukapata matatizo mengine. Lakini namna ambavyo shauri limekwenda vipi, mmepewa haki zote za kwenda kujidefend? Naweza kusema limeendeshwa kwa haki kabisa, kila kitu kimefuatwa, procedure zote zimefuatwa, na hatuna hofu kwamba labda tunaweza tukaonewa ama nini. Kwa hiyo tuko tu na amani. Tuna amani kabisa. Shukrani. Asante sana.